Haleluya. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni siku ya baraka na ni siku ya pekee kabisa. Tunamshukuru Mungu kwa namna alivyotupenda, Mungu namna alivyotupigania. Mungu ameachilia neema, Mungu ameachilia kibali kwetu. Tunayo furaha kubwa ya kumtukuza Mungu kwa matendo makubwa kabisa ambayo ameweza kuachilia kwetu tena siku ya leo. Ni siku ya Jumanne. Tunamshukuru Mungu kwa namna alivyotutetea, namna alivyotupigania. Ni siku ya 3 ya mwezi huu wa 3. Tumemwona Mungu namna alivyotupigania kutuvusha kutoka mwezi wa 2 na kuingia mwezi huu Machi. Hatuna budi ya kumwambia Mungu asante kwa mambo makubwa ambayo ameweza kutenda kwenye maisha yetu. Unaongea na mtumishi wa Mungu, Mchungaji Alex Mkwama, ambaye anachunga kanisa la Uzima katika Neno Mji wa Raha, ambalo liko Mbagala Mbande Kiponza. Ni kanisa kubwa duniani ambalo liko chini ya Askofu Mkuu Tume Dr. Moses Kingu. Leo nilikuwa na mambo machache sana ya kukushirikisha kuhusu habari ya ufalme wa Mungu. Kwanza kabisa ni washukuru watu wote ambao mmekuwa pamoja nami katika vipindi mbalimbali, wala ambao mmekuwa mkifuatilia kwenye ukurasa wa Facebook kwa akaunti ya Alex Mkwama, lakini pia ambao mmekuwa kule YouTube kwa akaunti ya Mji wa Raha TV. Mungu aendelee kuwabariki. Mungu aendelee kuinua maisha yenu. Mungu aendelee kuwabariki katika nyenzo mbalimbali. Lakini leo nilikuwa nina habari chache sana kuhusu habari ya majibu kutoka kwa Mungu. Ninajua wako watu wengi sana ambao wana maswali kwenye hii dunia. Wengine wana maswali kwenye afya zao, wengine wana maswali kwenye ndoa zao, wengine wana maswali kwenye maisha kiujumla. Na kadri mwanadamu anavyozidi kujiuliza hapati majibu, ndivyo anavyozidi kuathirika kile anapoitwa leo. Ukipitia magonjwa na hayo magonjwa ya kakaa bila kuondoka kwako, ndivyo unavyozidi kuathirika kila wakati. Na kwenye familia ni hivyo hivyo. Kama kuna mambo ambayo unayapitia na huoni majibu yake, hautakuwa imara kama mwanzo. Kuna sehemu utaathirika zaidi kwa sababu ya yale mambo ambayo unapitia, unakosa majawabu. Ni kama leo mtu anapokuwa anaumwa, anaenda hospitalini, madaktari wanamwambia hatuoni tatizo. Alafu ukiangalia wewe unaumwa. Daktari anakuambia siwezi kukuchoma sindano, siwezi kukupa dawa kwa sababu sioni shida yote kwako. Lakini wewe binafsi unaona una matatizo, unaona una changamoto. Hiyo hali inaweza kukupelekea kwenye msongo wa mawazo sana. Ndivyo ilivyo hata kwenye dunia tulionayo leo. Watu wana maswali kuhusu maisha yao. Watu wanahitaji majibu. Watu wanahitaji wapate kutoka kwenye vifungo walivyo navyo. Na kadri zidi kuhangaika bado hawaoni majibu kwao. Nataka nikupe andiko moja, kitabu kile cha Mithali, ile sura ya 16 na ule mstari wa 1. Maandiko yanasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Ikiwa na maana ya kwamba majibu yote ambayo yako ndani ya maswali ya mwanadamu yapo kwa Mungu mwenyewe. Mungu ndiye mwenye majibu ya hiyo changamoto unayopitia. Mungu ndiye mwenye jawabu ya hiyo shida ulionayo. Wakati mwingine unawaza sana, wakati mwingine unajaribu hata kuomba ushauri kwa ndugu zako, kwa marafiki na jamii iliyokuzunguka, lakini hawajakupa majibu. Lakini maandiko yanasema jibu linatoka kwa Bwana. Lakini kuna kanuni ambayo iko hapo, ambayo wengi hiyo kanuni wameiacha, na ndio maana hawapati majibu kutoka kwa Mungu. Mungu anahitaji watu walio tayari, na ndio maana anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Mungu anahitaji watu ambao wako tayari kupokea majibu kutoka kwake, ndipo atashusha majibu kwao. Lakini kama hautakuwa tayari kupokea majibu kutoka kwa Mungu, Mungu hawezi kuachilia majibu kwako. Kumbuka hata kipindi Yesu akiwa duniani, sio wote waliokuwa vipofu, viwete, viziwi walisikia wakati Yesu anapita, bali ni wale tu ambao walikuwa tayari. Utayari manake ni kuwa na uhitaji kutoka kwa Mungu. Yesu anasema heri wenye njaa na kiu, maana hao watashibishwa. Wale walio tayari tu ndio wenye uwezo wa kupokea majibu kutoka kwa Bwana.
Na ndio maana unakuta hata Bartholomayo, yeye alikuwa kipofu, haoni. Yesu wakati anapita, kumbuka alimpita. Sasa Yesu alichokuwa anahitaji kwake ni ile haja ya moyo wake, ule uhitaji ndio unaoonyesha ya kwamba hili tatizo nililonalo mwenye uwezo wa kuliondoa ni Mungu. Na ndio maana maandiko anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, alafu Mungu sasa analeta majibu. Kwa hiyo Mungu hawezi kuachilia majibu kwako wewe ambaye bado hujamwamini, ambaye bado hujamhitaji. Mungu ataachilia majibu kwako wewe ambaye umeamua kumhitaji yeye, na umetambua ya kwamba hili tatizo nililonalo hakuna mwingine wa kuliondoa ila ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tumekuwa na wagonjwa wengi hospitalini, tumekuwa na wagonjwa wengi hata majumbani, na hawaponi kupitia magonjwa walionayo kwa sababu hawajahitaji kutoka kwa Mungu mwenye majibu. Wakati mwingine watu wanahangaika kutafuta majibu kwa waganga wa kienyeji, lakini mwisho wa siku wanajikuta bado wapo kwenye matatizo yale yale. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaangalia haja moyo wako, anaangalia haja moyo wako. Kwa hiyo wewe ndio unatakiwa uwe first one kuweka maandalizi ili Mungu aje atimize kile ambacho unakihitaji. Kwa hiyo majibu ya kweli ya mwanadamu pamoja na changamoto zake hazitoki kwa mwanadamu, zinatoka kwa Mungu mwenyewe. Mungu ana kila kitu. Mungu ana uwezo wa kuachilia afya. Mungu ana uwezo wa kuachilia uhai, pumzi ndani ya mwanadamu. Mungu ana uwezo wa kukupa heshima. Mungu ana uwezo wa kukutajirisha. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali sura ya 8 na mstari wa 18 kwamba utajiri na heshima hutoka kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu ana kila kitu, lakini kwa nini haupokei au kwa nini haupati? Kwa sababu hujaandaa kupokea kutoka kwa Mungu. Maandiko yanatuonyesha mtumishi wa Mungu anaitwa Elisha kwenye kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ya 5 ya kwamba aliweza kumponya mtu aliyekuwa na ukoma, akamwambia kajichovye kwenye mto wa Yordani. Lakini pia maandiko hayo yanasema kulikuwa na watu wengi wenye ukoma, lakini sio wote waliponywa, kwa sababu sio wote walimwamini mtumishi wa Mungu, bali huyu Naamani ambaye aliamua kumwamini na kutaka aje amwekee mkono apone, ndiye aliyeweza kupona katika ukoma wake. Kwa hiyo Mungu hawezi kushuka tu from nowhere aje kwenye nyumbani kwako akuponye ugonjwa unao au changamoto unaopitia. Anahitaji wewe mwenyewe binafsi uchukue hatua, maandalizi ya kumkaribisha aje ili aweze kuleta majibu. Ndio maana maandiko yanasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi linatoka kwa Mungu mwenyewe. Leo inashangaza watu wengi wanapokuwa wanahitaji kutendewa na Mungu hawaendi ibadani. Kumbuka maandiko yanasema mkusanyikapo 2 au 3 nami Mungu nipo katikati yenu. Yule mtu aliyeacha kila kitu nyumbani akaenda ibada, huyo ndiye atakayeweza kupata majibu kutoka kwa Bwana, sio wewe uliyekaa nyumbani, kwa sababu hiyo ni kanuni ya kiroho. Kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa amepooza, hawezi kuinuka, mishipa misuli haifanyi kazi. Watu wakambeba kutoka nyumbani wakampeleka mahali ambako Yesu yupo. Alipofika pale, yule mtu akapona na akawa salama. Muujiza unafuatwa, unaingia gharama. Kama mnapokuwa mnachukua hatua ya kumfata mganga kwenda mkoa fulani, kwenda nchi fulani, ndivyo hata Mungu anavyotaka umfate, umkimbilie. Maandiko yanasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Unamkimbilia Mungu na unaenda kupokea uponyaji. Maandiko yanamuonyesha mama mmoja ambaye alikuwa anatoka damu miaka 12. Damu zinatoka tu mpaka akafukuzwa kwenye ndoa yake. Kwenye kitabu cha Marko ile sura ya 5 kuanzia mstari wa 25. Huyu mama hakupona akiwa nyumbani. Huyu mama alipona baada ya kumkimbilia Yesu, kwa sababu aliandaa moyo wake, na maandiko anasema alisema ndani ya moyo wake kwamba nikiagusa tu mavazi yake nitapona. Kwa hiyo maandalio unayo wewe, msingi wa uponyaji unao wewe, sio Mungu. Mungu anakuja kutekeleza uponyaji mahali ambapo mtu ameandaa moyo wake, ndio anakuja analeta uponyaji. Inashangaza leo mtu anakuambia siendi ibada, nabaki nyumbani, Mungu ataniona tu. Yaani Mungu sio kwamba akuone, hata ukiwa kuzimu Mungu anakuona. Lakini anachohitaji ni kuchukua hatua, kumfuata mahali alipo. Kama unavyochukua hatua za kwenda sokoni, kwenda kuchukua bidhaa, ndivyo ilivyotoka kwa Bwana. Na ndio maana kukaa kuna nyumba za ibada. Nyumba za ibada manake ni makutaniko ya waamini wanaomwamini Mungu. Hata kipindi cha wana wa Israeli walijenga mahema mengi madogo madogo, lakini kulikuwa kuna hema moja tu la kukutania watu wote hapo. Ndipo Mungu alikuwa anasema na watu kwenye hema moja ya kukutania, na sio wale ambao wako nyumbani.
alisema na wale ambao walichukua hatua kwenda kwenye hema la kukutania. Mungu akashuka pale, malaika walishuka wakahudumia watu. Mungu aliweza kuachilia uponyaji, na ndio maana wengi ambao unakuta wanaacha nyumba siku za ibada wanaenda kanisani, wanarudi na uponyaji, kwa sababu waliandaa mioyo yao na Mungu akaenda kutenda. Mpendo unaonisikiliza, Mungu hawezi kuja kama hujaandaa, kama hujafanya maandalizi. Na ndio maana nasema ninagonga mlango, mtu atakaye ufungua huo mlango nitaingia kwake. Ni majira ya wewe kuandaa msingi ili Mungu aje. Fanya maandalizi, Mungu aje. Maandalizi hayo hivi ninavyoongea ni ibada. Kesho ni siku ya Jumatano. Tumeandaa ibada kubwa ya mafundisho pamoja na maombi na maombezi, na ninaamini kupitia ibada hiyo watu wengi watafunguliwa, watu wengi watawekwa huru, watu wengi watatoka kwenye laana na mikosi mbalimbali. Wengine wapo kwenye urithi, nakuta mtu haolewi wala haoi, ni mtu akuzalia tu nyumbani, kwa sababu hayo yanakuwa ni maroho, na ukija kufuatilia utakuta yameanzia kwa wazazi wake, iwe ni baba, iwe ni mama. Mwingine unakuta ni magonjwa urithi, kama mama aliumwa kansa na mtoto naye kansa, mara kisukari, kama ilianza kwa wazazi, kwa mababu, hata kwako pia inakuja. Hiyo ni roho, inatakiwa iondolewe. Mungu ana majibu ya kuondoa tatizo lolote ambalo mwanadamu analo. Ni wewe tu kujiwekea uzio na ukuta wa kufanya Mungu asitende. Lakini ukifungua imani yako ukamkimbilia Mungu kufika ibadani, Mungu ataenda kutenda mambo makubwa. Hayo mateso hayo watu wataanza kuyasikia tu kwamba ulipitia baada ya kufunguliwa kupitia maombi. Niko hapa kukukaribisha kwenye ibada ya kesho ambayo itakuwa ni ibada yenye nguvu. Itaanza saa 9 kamili alasiri mpaka saa 12 jioni. Tuko Mbagala, Mbande, Kiponza. Tuko hapo nyuma ya Free Park. Niwakaribishe watu wote. Fika bila kukosa kwenye ibada hiyo, na naamini kuna mambo makubwa Mungu ataenda kutenda kwenye maisha yako. Unahitaji mawasiliano 0619 81 2000, 0619 81 2000. Mungu akubariki sana. Ulikuwa na mimi mchungaji Alex Mkwama, ambao niko kanisa la Uzima katika neno Mji wa Raha. Tunawapenda watu wote. Mungu akubariki sana. Tunasema sisi watu wa Mji wa Raha, Mji wa Raha hatupoi wala hatupozwi. Majaribu yakija tunashinda na tunasonga mbele. Ubarikiwe sana na kukaribisha hiyo siku ya kesho tarehe 4 ambayo ni siku ya Jumatano, kwenye ibada yenye nguvu kabisa ambayo itaenda kuachilia baraka. Mungu ana majibu yote. Usilie wala usihuzunike wala usiwe na hofu. Fika na Mungu akuachilie majibu kwako, na utatoka ukiwa salama na majibu yako. Ubarikiwe sana, uwe na siku yenye baraka na amani. Amen.